na sisi katika maelezo yetu haya tunaeleza kwamba utaratibu uliotumika sasa, baada ya kujua kwamba kumbe hawa watu wako Kisutu, ndio sisi katika maelezo yetu tunachotaka kupata ufafanuzi ni kwamba utaratibu uliotumika kuwakamata na kuwasafirisha na kuwashtaki kule ndio tatizo. Katika ombi lile hawakuchallenge kwamba wale wamekamatwa wamepelekwa Kisutu kinyume na sheria na katiba ya Zanzibar. Sio ombi hilo. Ombi halikwenda kutaka tafsiri ya utaratibu uliotumika. Ombi limekwenda Mahakama Kuu, wale wakisema wakitaka mahakama itoe amri kwa jeshi la polisi iwafikishe watuhumiwa mbele ya Mahakama Kuu ya Zanzibar. Kwa hiyo ni vitu viwili, kiviangalia kwa ukaribu kabisa na kwa jicho la sheria ni vitu viwili tofauti. Asante. Kuhusiana na uvunjifu wa haki za binadamu ambao ni mkubwa, kwanza tukiri ni kweli kuna bado uvunjifu wa haki za binadamu upo Zanzibar, lakini kila tunavyokwenda unapungua kwa kiwango kizuri. Huko tulikotoka sio hapa. Hivi sasa katiba zinalinda sana haki za binadamu, sheria, na upo muamko mkubwa na uelewa wa hizi taasisi zetu, na tunajua sisi kunaendeshwa taaluma kubwa, semina kwa watu wa magereza, watu wa polisi. Taasisi hizi zinaendeshewa na vikosi vyetu hivi. Umepungua uvunjifu wa haki za binadamu, lakini bado upo, na si kwamba tunategemea jamii ambayo inaweza ikawa haina uvunjifu hata chembe, na ndio maana zipo sheria. Lakini vile vile tunakubali kwamba Zanzibar hapana utamaduni wa mtu anapovunjiwa haki zake baadaye akipata uhuru wake akenda akadai. Hatuna utamaduni huo. Mtu atakamatwa atajua kwamba nimeonewa na kila kitu, baadaye akitoka anasema ndio majaliwa yangu, basi ameisha. Sasa haitoi funzo kwa wale waliotekeleza jambo lile kujua kwamba kesho na kesho kutwa nikifanya uvunjifu kama wale kuna consequence ambao zitanikuta. Wakati mtu hata ukimweka ndani isivyo halali anaweza kudai fidia. Ukimkamata isivyo halali anatakiwa akudai fidia katika kesi ya madai, lakini utamaduni huo hatunao hapa. Na ukichunguza utamaduni huo ulikuwepo zamani. Leo utamaduni huo wa kudai fidia kwa uvunjifu wa haki za binadamu umeanza kupotea. Kwa hivyo Mwinyi, sisi nini cha kufanya? Tunakwenda step by step katika hili. Step yetu ya kwanza ni hii ya kuvitaka vyombo vilivyo na mamlaka vitimize wajibu wake. Vitakaposhindwa, tutaangalia utaratibu gani wa kikatiba na kisheria wa kuchukua ili kuhakikisha kwamba uvunjwaji wa katiba ya Zanzibar na ukiukwaji wa sheria hauendelee hapa Zanzibar. Isaka wa Tanzania anasema, taasisi za kimataifa, je, mmewasiliana nazo kuhusu uvunjifu wa haki za binadamu? Ukweli ni kwamba taasisi hizi za haki za binadamu zinafanya kazi zao, na sisi tunajua hivi sasa hasa katika tukio hili wanafuatilia sana na wana rekodi nyingi, na mnajua kuna ripoti ya haki za binadamu hata hapa Zanzibar kila mwaka inatolewa kwa matukio kama haya, na taasisi nyingi tunaelewa kwamba zinafuatilia, na sisi kama chama cha wanasheria mara nyingine wanauliza lakini sisi tuko independent na tunafanya shughuli zetu kama hivyo. Hatuna mashirikiano rasmi na taasisi za kimataifa kuhusu haki za binadamu, lakini unapotaka information ya mfano kisheria Zanzibar ikoje, tunakuwa na mashirikiano nayo kama hayo. Pia aliuliza mwisho wa mambo mnafanyaje? Ndio kama aliuliza Mwinyi kwamba mwisho wa mambo sisi kama chama hatuwezi kushughulikia ishu ya mtu mmoja mmoja. Mtu mmoja mmoja akiwa kavunjiwa haki za binadamu ni swala lake, na mawakili wapo. Endapo hana uwezo, taasisi zinazotoa msaada wa kisheria zipo. Na wa ZBC Sada Saidi aliuliza vipi kuhusu
malalamiko kila mara tunasikia ya kuteswa watu wanateswa, sio hiyo kesi ya ugaidi tu, lakini hata kesi hizi za kawaida. Mtu kaiba kuku, anasema akitoka na kusimulia kwamba kule aliteswa. Ni kweli malalamiko hayo yapo, na ukisoma ripoti za haki za binadamu hizi za kila mwaka, bado ripoti za kukamatwa isivyo halali, kama vile nilivyosema mwanzo, watu wanakamatwa usiku. Na nimemsikia polisi anasema hakuna sheria inayozuia kukamata usiku. Ni kweli, kama mhalifu mnamtafuta, mmemuona usiku, na mnaweza mkamkamata. Lakini mtu ambaye anajulikana kabisa yupo nyumbani kwake usiku na mchana, na sio mtu wa kumsaka, unakwenda kumgongea saa 8 za usiku, amelala na watoto wake, unamkamata. Kwa nini shughuli ile kuja kufanya mchana, na ndio utaratibu wa sheria unavyohitaji? Sasa ile jambo ambalo ni exceptional, kwamba ikibidi hapatikani na anakimbia na nini, mnaweza kumotea usiku, anakwenda hapa kunywa au kula pale, mnamkamata. Ile exceptional ndio imefanywa sasa, ndio utaratibu wa kisheria. Watu wengi hapa walikuja kabisa kulalamika kwamba watu wetu wamekamatwa usiku wa manane. Sasa unakwenda unagonga nyumba ya mtu na unatoa tishio kwamba navunja. Basi kuna mama alikuja kutuambia hayo, tunavunja nyumba, tuchungulia dirishani kuna maaskari wamebeba silaha na wamevaa makoti. Kwa nini utaratibu ambao unaweza kuufanya kwa sheria, kwa heshima, kwa kanuni zilivyo, kwa nini ufanye katika hali ambayo inaleta fadhaa? Mfano mtaa mzima pale itakuwa ni fadhaa. Kwa nini ucreate mambo kama hayo na sheria hairuhusu? Lakini kuhusu malalamiko yanayosema ya mateso, pia tunayapata katika ukamatwaji. Watu wanalalamika wanapigwa wanapokuwa gerezani, wanalalamika wanafanywa vitendo vya uteswaji wanapohojiwa. Na hata kuteswa, tusidhani kwamba ni ile mtu kumtesa ukambinya kipigo. Hata mazingira mengine unamkutisha mtu ambayo ni mateso. Mfano, nakwambia mtu naumwa, mimi ni mgonjwa wa sukari, siwezi kukaa kipindi chote bila maji, nataka nipate maji. Unamwambia hapana, hapa uko polisi bwana, uko kwako. Pia ni mateso, unamnyima haki zake. Yeye pale ni mtuhumiwa, sio kwamba ametiwa hatiani. Na hata akitiwa hatiani bado ana haki zake. Na ndio wao tunalalamika kwamba hapa sheria zetu, sheria inayosimamia mahabusu, sheria nyingi angalau ziko lenient, sio kama maeneo mengine. Lakini hiyo swala lako utendaji ni jambo jingine. Lakini katiba yetu inasema kifungu cha 13 kifungu kidogo cha 3, ni marufuku kwa mtu kuteswa, kuadhibiwa kinyama au kupewa adhabu zinazomtweza na au kumdhalilisha. Ni jambo linakatazwa na katiba. Lakini kwa nini linaendelea? Ndio hayo tunayosema kwamba tunabidi sisi kama taasisi na nyinyi kama waandishi wa habari tuendelee kupiga kelele na kutoa elimu zaidi. Talibu anasema kwamba mimi nilisikia swala ni kinyume cha maumbile na wale ni wanaume. Hii ni kunajisiwa au ni vipi? Sisi malalamiko yale tumeyasikia kutokea vyombo vya habari, na tuliona kwamba walilalamika kwamba wameingiliwa kinyume cha maumbile, wameteswa, wameadhibiwa. Na wakasema kwamba hakimu, kama una wakati mimi naweza nikenda nikakuonesha nilivyofanyiwa. Sasa tafsiri ya lugha kama ni kunajisi, ni kuingilia kinyume cha maumbile, lakini wale ni wanaume na walitamka hayo kwamba wamefanyiwa matendo hayo. Takdiri alisema ZLS mnasaidia kuwa mawakili. Nilisema kwa zile kesi ambazo chama cha wanasheria kinaona mhusika hana uwezo, anastahiki msaada, tunatoa msaada. Na msaada unaotolewa zaidi kwanza ni wa ushauri. Hatujawahi kutoa msaada kwa kusimamia kesi mahsusi mahakamani kama chama cha wanasheria. Tunajua jumuiya ya sheria Zanzibar Legal Service Center imejikita zaidi katika eneo la msaada wa sheria, na inafanya vizuri, inasaidia kwa kiwango kikubwa, lakini inasaidia wale wanaostahiki. Na aliuliza pia kuna washtakiwa hawajulikani walipo. Sisi information nyingine kwa kweli hatunazo. Tunapata pale ambapo ni official kwamba wameshtakiwa mahakamani na tumeona, zile ndo tulizonazo kwa uhakika. Lakini kama wengine wamechukuliwa hawajulikani walipo, inawezekana, lakini sisi hatuna ushahidi wa hilo.
Muniri alisema sheria ya ugaidi, wanasema wizara ya mambo ya ndani na wenyewe polisi wanasema ukikamatwa unaweza kushtakiwa popote. Sisi tulisema mwanzo si kweli, huwezi kushtakiwa popote, unashtakiwa pahali ambapo umetenda kosa hilo. Na ndio nikafafanua kuna kitu kinaitwa territorial jurisdiction. Leo kwa tukio lililotokea Darajani, mwendesha mashtaka wa Tanzania bara angecomment accordingly kwamba hili lipelekwe Mahakama Kuu Zanzibar, hata kama kapelekewa kimakosa. Lakini yeye amechukua DPP, inaoneshea kwamba na yeye yuko nyuma ya mpango huu kwa kuitumia polisi, na DPP wa Zanzibar yupo. Hilo wanalosema sisi ndio msingi wa dai letu kwamba si kweli hilo. Huwezi, hata kama sheria ni ya Jamhuri ya Muungano. Na nikasema hata nyinyi ni mashahidi. Matukio yanayotokea Arusha, tumeona wale kuja kushtakiwa Zanzibar au kwenda kupelekwa Kisutu. Mfano mzuri, unakumbuka kuna mshtakiwa Sheikh Ponda yule, si alitokea tatizo Morogoro, alikuwa anapelekwa kwa helikopta, si kweli? Kwa nini hakushtakiwa Dar es Salaam? Rahisi. Lakini kwa nini walikuwa wanamfly na helikopta? Sheria hairuhusu. Lazima umpeleke katika mahakama ya eneo ambalo mahakama ile ina uwezo. Sisi tunachosema ndio msingi mkubwa upo hapo. Na aliuliza kwamba mmechelewa. Unajua tukubaliane pia masuala ya kisheria yana taratibu ambazo naturally zinaleta uchelewaji kidogo. Naturally. Tofauti na vile ambavyo ungetegemea yafanywe katika eneo jingine. Kisheria utasema ndio wameanza kukamatwa June. Ni kweli wameanza kukamatwa June, lakini hatusikii kimeendelea nini. Mara tunasikia baada ya wiki wameshtakiwa bara. Tunategemea pengine huku kutatokea suala la kisheria, hakuna lolote. Mara unasikia kwamba kuna mpango wa kuwarudisha. Kwa hivyo masuala ya kisheria maisha yote ndio maana yanachukua muda kidogo. Hatungeweza kuibuka ghafla bila ya kuwa na data zote tukakurupuka. Ndio maana tunasisitiza kwamba bado suala hili halijachelewa kabisa kwa upande wetu sisi. Kwa wengineo ambao wana maamuzi ya kimamlaka, wao hatujui, lakini sisi tunajua kwamba huu ni wakati mwafaka wa kulizungumzia suala hili, kwa sababu limekaa kabisa katika hali inayojitosheleza kwamba katiba imevunjwa na kanuni zimewekwa. Na unasema kwamba baada ya kifo cha mzee Karume watu walikamatwa kule bara. Ni kweli walikamatwa wengi. Walikamatwa, na wakati ule ukumbuke kwamba mzee Karume sio tu kwamba alikuwa ni rais wa Zanzibar, lakini pia alikuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Ingawaje tukio lilitokea Zanzibar, lakini tunachozungumza sisi ni kwamba kuwakamata, kwanza ujue kwamba tuna mazingira mawili tofauti wakati huu. Wakati ule hata hiyo katiba Zanzibar hatuna. Hasa katiba, na tukawa na haki za binadamu. Katiba ilianza 79, haki za binadamu ilianza 84. Kwa hivyo ni wakati mwili tofauti kabisa. Lakini hata wakati huo tunachozungumza sisi, wako waliokamatwa bara kule, waliwekwa ndani. Lakini je, kuna kesi ya uhaini ilifunguliwa bara? Walishtakiwa hapa. Walishtakiwa huku. Hata kuchukuliwa. Tunajua hapa karibuni, tunajua umekwenda mbali sana tu Muniri. Hata karibuni lilitokea tukio, walichukuliwa Wazanzibari hapa kupelekwa bara. Kama mnakumbuka wale wazee waliojiita wazee wa Pemba ambao walipeleka mabarua Umoja wa Mataifa kusema Pemba inatengwa kiutawala kinini, kwa hivyo tunaomba Pemba ijitenge. Walipeleka barua wale. Tunajua kwamba walikuja walichukuliwa Pemba na wakapelekwa bara. Wakahojiwa wakarudishwa Pemba. Lakini tunachozungumzia sasa ni utaratibu, na hata kama utaratibu ule haukuwa sahihi, lakini hauhalalishi utaratibu usio sahihi mwingineo. Lakini sasa ni utaratibu rasmi wa mamlaka za kisheria kushtaki, power za polisi kukamata, kufanya upelelezi, baadaye kukabidhi file kwa DPP wa Zanzibar. Ndio katiba hii inavyosema.
DPP anapitia faili, anajiridhisha hapa kuna kosa na ni kosa kadhaa na nilipeleke mahakama kadhaa. Leo umemruka, umepeleka kwa DPP wa Tanzania Bara, umesababisha kufunguliwa mashtaka Tanzania Bara. Wale watu zaidi ya 20 wana familia zao hapa, watu wao wakiwepo mahakama za hapa, wanakwenda wakitakiwa dhamana, wanachukulia, wanakwenda kuwaona, wanawapelekea huduma. Yule ni mtuhumiwa tu, anastahili kupata nguo zake, chakula chake, magazeti, watu wake, jamii yake ije. Leo nani anaweza familia yake hapa wakenda wakasafiri wakenda bara kwenda kuwapa huduma hizo, kuwapelekea chakula? Umewanyima haki zao za msingi. Sijui kama kuna swali jingine na Esther kuongezea kidogo, nakuwa na sahau, samahani. Kabla huja hiyo tume unasema iundwe na nani? Na rais wa Zanzibar au rais wa Muungano? Na je, ikiwa itaundwa na rais wa Zanzibar, je, hiyo tume itakuwa na uwezo wa kuvuka mipaka ya Zanzibar na kwenda kufanya kazi zake bara, hasa katika swala la kuchunguza mateso ambayo wamesema wamepata wale ambao wameeleza mahakamani? Ngoja nitamalizia hilo, alafu SG atachangia katika yote yale ambayo anayazia. Sisi tunachotaka ni kwamba serikali ya Zanzibar iunde tume huru ya kimahakama kama zinavyoundwa tume nyinginezo yanapotokea majanga. Tunaona hapa yalitokea majanga ya kuzama kwa meli, ziliundwa tume huru na zilifanya kazi mpaka Tanzania Bara, kwa sababu tume huru inaweza hata kwenda nje ya nchi, Tanzania Bara, ikenda Ulaya, ikenda wapi, kama suala lile linahusika na uchunguzi wanaofuatilia. Lakini iundwe tume huru ya serikali ya Zanzibar kuchunguza kadhia hii ya uvunjifu wa kikatiba wa katiba ya Zanzibar. Karibu SG. Asante. Mimi nataka kutoa ufafanuzi wa jambo moja ambalo nafikiri limejirudia, limeulizwa na watu kama watatu, na ndio maana tuko hapa. Jeshi la polisi linaposema kwamba kwa mujibu wa sheria ile lina uwezo wa kukamata na kushtaki popote, sisi tumeeleza kwanza tunapinga, hiyo si sahihi, na ndio maana tuko hapa kutoa ufafanuzi. Kwanza, jeshi la polisi halina mamlaka ya kushtaki kwanza. Kwa hiyo wao wanaposema wana uwezo wa kushtaki popote, si sahihi, kwa sababu kwanza jeshi la polisi kwa kazi zake haina mamlaka ya kushtaki. Mamlaka ya kushtaki yamepewa kwa wakurugenzi wa mashtaka. Hilo moja. Aidha iwe mkurugenzi wa mashtaka wa bara au wa Zanzibar. Yaani nazungumzia mamlaka yale kimsingi kwa mujibu wa taratibu wetu wa makosa ya jinai ulivyo. Kwa bara ndivyo ulivyo na kwa Zanzibar ndivyo ulivyo. Polisi kazi yao ni kuarrest na kuchunguza, kuinvestigate, halafu baadaye wanakabidhi jalada lile kwa mkurugenzi wa mashtaka ambaye yeye atasema kwamba hapa kuna kesi, lazima twende mahakamani. Mtuhumiwa ana kesi ya kujibu. Kwa hiyo wao, na ndio maana hata huko bara walipopelekwa, sio kamishna wa polisi, sio IGP anayeshtaki. Anayeshtaki ni mkurugenzi wa mashtaka wa Tanzania Bara. Kwa hiyo kusema kwanza jeshi la polisi lina uwezo wa kushtaki sio sahihi. Lakini hata kama hiyo sheria popote atakapoirifaa iko hivyo, basi sheria hiyo inavunja katiba. Sheria hiyo inavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano, na kifungu nilichokikoti cha 115 kifungu cha pili in particular kinasema bila ya kuathiri masharti ya katiba hii au sheria yoyote iliyotungwa na bunge, na ile sheria imetungwa na bunge, iwapo sheria yote iliyotungwa na bunge inayotumika Tanzania Bara na vile vile Tanzania visiwani, sheria